Licha ya Donald Trump kuagiza kwamba Israel inapaswa kurejesha ndege zake nyumbani, lakini IDF yafanya shambulizi huko Tehran. Wakati Netanyahu na Trump wakizungumza, maafisa wakuu wa Marekani waliambia Iran kupitia Qatar kukomesha chokochoko na mashambulizi yoyote dhidi ya Israel. Sasa milipuko imesikika kaskazini mwa Tehran baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuzitaka ndege zote za kivita za Israel kuondoka katika anga ya Iran. Vyanzo vya IDF vimethibitisha kupitia gazeti la Jerusalem Post kwamba jeshi la anga lilifanya mashambulizi ya rada moja kaskazini mwa Tehran, kombora la kiishara ambalo limetatiza hitaji la kujibu shambulio la Iran kaskazini, huku likiheshimu matakwa ya Trump ya kutofanya lolote au kujibu zaidi kiishara. Ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imethibitisha kombora hilo kwenye mfumo wa rada na kuongeza kuwa ni kujibu kiukwaji wa Iran wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Baada ya usitishaji mapigano kuanza kutekelezwa saa 1 asubuhi, Israel imesema Iran wamerusha kombora katika maeneo mengine mawili na majira ya saa 4 asubuhi yalirushwa makombora mengine ambayo kwa mujibu wa Iran waliyazuia na yalianguka katika maeneo ya wazi na hakukuwa na majeruhi, kwa mujibu wa ofisi ya Waziri Mkuu. Mapema Jumanne asubuhi kabla ya saa 1 kusitishwa mapigano na Iran, Israel inadai kugonga moyo wa Tehran, ikilenga vituo vya serikali na kuangamiza mamia ya wanachama wa Basij na vikosi vya usalama vya Iran. Licha ya Iran kutotoa taarifa hizi kuthibitisha kama kweli kumekuwa na mashambulizi yaliyoua mamia ya watu huko nchini Iran kwa siku ya jana Jumatatu usiku. Kabla tu usitishaji mapigano kuanza kutekelezwa, Iran inadaiwa kurusha safu ya makombora ambayo moja liliua watu 9 huko Beersheba, ambapo simu ya Trump na Netanyahu ilisema kuwa Israel inapaswa kujiepusha na mashambulizi zaidi nchini Iran baada ya mazungumzo ya Netanyahu na Trump, ambapo ofisi hiyo ilisisitiza Trump alionyesha shukrani za kikubwa kwa Israel ambayo ilikuwa imetimiza malengo yake ya kivita. Rais huyo pia alionyesha imani katika uthabiti wa usitishaji vita. Wakati Netanyahu na Trump wakizungumza, maafisa wakuu wa Marekani walituma ujumbe kwa Iran kupitia Qatar kusema hakuna chokochoko zaidi, acheni mashambulizi yote, chanzo kilisema. Rais wa Marekani alionekana kukasirishwa na uwezekano wa mashambulizi ya Israel mjini Tehran, na ndicho ambacho kimetokea sasa. Trump na Netanyahu walipigiana simu muda mfupi baada ya Trump kutoa maoni akisema Israel inapaswa kutulia, lazima nifanye Israel itulie. Alisema nitaona kama naweza kuzuia. Na katika wito huo wa Trump alimtaka Netanyahu kufuta kabisa shambulio hilo. Netanyahu alijibu kwamba makombora ni muhimu kama afisa mkuu wa Israel alivyodai. Kwa hivyo Israel ilipiga eneo moja tu katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini kutokana na hilo, rais wa Marekani akasema sina furaha na Israel. Unajua, ninaposema sawa, sasa una saa 12, watu hawatoki nje hadi saa za kwanza tu, wakati tunataka kuhitimisha na makubaliano ya kusitisha vita, bado mnaanzisha mashambulizi. Sifurahii, Iran pia alisema. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua ya ulimwengu.